tuulizane swali. Which stage of life are you in? Which stage of life are you in? Nataka tujiulize hilo swali kutokana kwa Biblia. Tujiulize, mimi katika stage ya maisha niko kwa stage gani? Na kuangalia miaka, siseme wanaanza kutuuliza miaka. Mimi sijauliza mambo ya miaka ya mtu. Nimeuliza katika maisha yako, wewe uko katika stage gani? Na kwa dakika zile chache Mungu atatusaidia, ninatamani kila mtu aelewe stage ya maisha aliyo, na aelewe nikitoka kwa hii stage naenda kwa stage gani. Na sote tunaweza kaa hapa tufikirie tuko kwa stage moja, na tukasipo kuelewa huyu hatuko stage moja na yeye, hapo ndipo unakutanga mambo inaleta shida. Ndio maana hata wale tunajua kwamba tunakuweka kwa uongozi wa kanisa, tukienda kuwa na project fulani, mimi ninapigana na idea yote ya kusema kila mtu atoe pesa fulani, kwa sababu sote hatuko kwa stage moja ya maisha. Kuna mtu wako kwa stage nyingine, kuna mwingine wako kwa stage nyingine. Na kwa hivyo, tukiwa hatuko kwa stage moja ya maisha, nasi basi hatuwezi kutoshana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningetamani niseme kuna stage tatu. Nitasema moja baada ya nyingine. Kuna stage tatu za maisha. Na wewe wakati tunapoongea, utajiangalia uko kwa stage gani, na uelewe kama ulitoka kwa stage hiyo, sasa uko kwa stage gani, na unaenda kwa stage gani. Na stage hizo tatu watu wengi wetu tunazijua. Stage ya kwanza ya maisha tunaita slavery or bondage stage. Stage moja ya maisha, huyu hailingani kama ameokoka ama hajaokoka. Stage hii ya maisha iko na wale tuliokoka na iko na wale bado hawajaokoka. Tunaitanga stage ya maisha ya slavery ama bondage. Stage ya utumwa na stage ya kuweza kufanya nini? Ya kushikwa mateka. Na asubuhi wale tulikuwa tunaongea nao, Biblia inapeana mfano wa watu waliokuwa katika utumwa, na Biblia inapeana mfano wa watu waliokuwa katika nini? Waliokuwa katika mateka. Na ni hao wana wa Israeli. Na kabla waende katika hiyo stage, Mungu alikuwa ameambia babu yao ambaye anaitwa Ibrahim, akamwambia mambo ya miaka iko mbele inakuja. Akamwambia vile watoto wake watashikwa na watawekwa kwenye utumwa, na vile ambavyo watatumikizwa katika chini ya mfalme Farao. Na mambo hiyo ilifanyika. Na hii wakati ambapo Biblia inaelezea vile wana wa Israeli walikombolewa, wakaenda hivi, inakuwa inatamani kutuonyesha na sisi ni vizuri tujielewe wakati ule ambapo tuko katika utumwa. Na siku moja Yesu alipia the Jews, akawaambia nyinyi mnafanana na baba yenu Shetani. Anasema sisi baba yetu ni Mungu wa mbinguni. Akasema kama baba yenu ni Mungu wa mbinguni, amungekuwa mnafanya zile vitu Shetani anafanya. Akasema sisi sio mtumwa wa mtu, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Akawaambia Ibrahimu, kabla awe mimi nilikuwa. Na kwa hivyo watu hao walikuwa watumwa wa yule mzee mwingine. Na kila mmoja wetu ni vizuri wewe, mimi kuna kitu kilikuwa kimenikamata, nikakombolewa, nikafanyika kuwa mtu aliye huru. Na kanisani kuna watu wengi hawajui kitu kile kilikuwa kimeweka utumwa, na watu wengi hawajui kuna kitu kilikuwa kinawatumikiza chini yao. Mimi nasemanga hivi, unaona mtu ambaye kama mimi, wakati unasikia nikisema niliendaga disco, nilienda kwa pombe, nilikuwa mtumwa wa pombe na nilikuwa mtumwa wa disco. Mimi Friday kulala nyumbani ilikuwa ni siwezi kuamini ya kwamba ni dharau. Na Friday, Saturday na Sunday kwa namaliza Sunday saa 6 kwa sababu kesho ni Monday kwenda job. Nilikuwa na discipline kidogo, singeenda disco Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, lakini Friday hata mahali nafanya kazi ninaweka nikisave pesa kwenda disco. Lakini siku ya leo nikijikuta siko chini ya huo mtumwa, ninajua kuna kitu nilikombolewa. Na siku leo kuna watu wako kanisani hawawezi kuelezea stage yao ya maisha walikuwa watumwa wa nini. Na wacha niseme hivi kwa mama, kwa sababu wengi kwa sababu hamukuelewa kama sisi, hamukuenda disco, mkufanya of course shukrani. Sasa nyinyi mnaweza sio mtu anaweza sema alikuwa mtumwa wa nini. Wengine wengi ni watumwa wa masengeni. Una spend the whole day ukiongea vitu za watu. Na wanasemanga hivi,
Watu wa kiwango ya chini wanatumia muda mwingi kudiscuss watu, lakini watu wa juu wanaanza kudiscuss nini? Ideas. Sasa ukiona una spend 2 hours kuongea mambo ya Mungu, uliona vile hapo Sunday alitupeleka, wewe ulionaje? Na huyo alichukua baada ya huyo. Sasa wewe uko mtumwa wa masekeni. Ni vizuri uelewe. Kuna watu wengi tuko nao kanisani wanafikiria walitoka kwa stage fulani, lakini hawajatoka. Mtu mwingine siku ya leo anaweza ukimwona kwamba vizuri ni kwenda mbinguni twende, lakini kuna mzee mwingine nitawasomea mambo yake hapa, akikuja anasahau na yule alimtumwa wa Mungu, anakuja anatumikia mzee mwingine anaitwa mama. Wacha niwasomee katika Mathayo 6:24. Nisiongee sana bila watu wengi siku ya leo tumewekwa mateka na hii roho inaitwa ya pesa. Mathayo 6:24. Mathayo 6:24. Nisome tu hapo haraka na najua kwamba Bwana atatubariki. Inasema, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kwa hivyo hii mstari moja tu hapa, hii ni maneno ya Yesu mwenyewe. Anasema hakuna mtu anaweza tumikia wakubwa wawili. Mtu labda atumikie Mungu ama amue kutumikia miungu mingine inaitwa pesa. Na siku leo unafaa ujiulize, kama vile tulikuwa tunaongea juu ya mighty and power of God. Wakati unafika mahali ambapo katika maswali ya kutumika, mimi hapa ninataka kusafa, unafaa ujiulize, hapa ni Mungu ninasafa ama hapa ni pesa ninasafa? Kuna vile niliwaambia, kuna mtu ambaye anaweza ona opportunity ya kazi kwanza kwa sababu ya kutumikia miungu ya pesa, aseme hao wachungaji wanatuambia kwa mambo ya kuongana hapa ni mtu ajisaidie, Mungu anasaidiaka mtu amejisaidia. Sasa katika hali hiyo wewe unafaa kuelewa, mimi bado ni mateka na pesa. Mimi niko chini ya Mungu ambaye anaitwa pesa. Kuna mtu hapo ukimwambia, hata kuna mtu aliniuliza, nikamwambia my boss amekaa mahali anafanyia kazi, amemaliza karibu miaka 2 hata kuja kuona magari zake. Hizo mamilioni ya pesa. Akaniambia kwa nini haangalii vitu zake? Nikamwambia ameniamilia vitu zake. Akaniambia na nani ananunuaga spares? Nikamwambia ni mimi. Wewe unanunua na hakuji kuangalia na haukuli kitu. Nikamwambia mimi nilimwambia aniongezee mshahara nitatosheka na pesa zile ananipatia. Na nilimwambia siku moja tumeketi tukamwambia, unajua kuna mtu unaweza patia possession hii. Tukui pesa na unamwambia za mwezi asichukue na siku moja. Sasa akaniambia saa zingine hiyo wokovu yenu saa zingine ilikuwa nzuri kwa sababu mimi ninasema nikujichanua hapo kujichanua. Sasa nataka nitumikie pesa. Na mimi ninajua stage hiyo ya umateka nilitoka na siwezi kurudishwa hapo katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo uliona vile wadada walitufanyia wakati waliona ile mzee. Ule Mzungu anasalimia mtu anaongea. Unajua huyu mzungu mtu akiona tu hivi anaona majuu. Mtu akiona mzungu anaona pesa. Sasa mzungu hapo anafanya mambo mengi, waambie how are you? Can you come to my place? Yes. Si ati kwamba huyu mtu hataki kutumikia Mungu, anataka lakini pesa nazo ni Mungu kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa anaona hiyo, akiona hiyo anaona passport. Akiona hiyo anaona visa. Sasa lakini mzungu anataka kujifurahisha tu aende sana. Na watu wengi hata wengine walishikwa, walikuwa wa kanisa. Lakini mtu anajui kwamba kama ametoka kwa stage ya slavery, kama ameshatoka katika stage ya bondage. Ni vizuri uelewe. Na mtu anajuaga vizuri. Hata sisi wanaume ni vizuri uelewe. Siku ya leo tukisema tuko hapa kwa kesha, tuko hapa na tuko mimi peke yangu. Na nijikute tuko na dada na sima imepotea tukiwa kwa kesha. Mimi nilikopolewa ndio ama sijakopa, ama nitaanza kuambia dada vile alivyo mrembo. Unajua sijapewa ruhusa ya kuambia mtu mwingine vile amelepeka. Isipokuwa madam peke yake. Hata ukwambia naona uko na nywele mrefu. Hizo ni mastori zingine ninaanza hapo. Kwa sababu pale hiyo sijakopolewa. Bado mimi ni mapeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu pia anajijua. Na niwaambie dada, ukianza kusikia mwanaume anakusifa, aanza kuambia
ninaona vile umemachilia, unakaa kama malaika. Mwambie hata maneno, ende ukwambie bibi yako, na kama huna utafute bibi wako. Lakini kama ni hawa ndugu hawaja wakikwambia hiyo, ujue ni kuulizwa, unataka kuulizwa. Usifikirie hapo ni ndugu mnaenda mbinguni. Ni mtumio mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila mtu anafaa ajue mimi ni mtumwa wa nini. Mimi nikiona pesa, ninaweza kama mahali pesa ziko na mimi nikae na niende mbinguni. Mimi nikiwa hapa niko na mtu wa opposite sex, huyu mume wa wenyewe ama ndugu, tunaweza enda safari na turudi salama, ama bado mimi ni mateka pande hii. Sasa usipoelewa wewe kama ni mateka, unaweza kuwa kwamba utafikiria kuna mahali, lakini uko stage number 1, stage ya slavery. Kwa hivyo mtu usielewa. Kila mtu wetu mahali hapa, tukikupatia kipaza sauti, tuseme kila mtu aseme alikombolewa kutoka kwa nini? Zimekwenda? Naweza kata hiyo tu kama itasikika na hiyo. Sasa unafaa uelewe ya kwamba wewe venye ulitolewa ukiwa mateka wa nini? Na mimi sasa ndio tukisimama ili tuambie wewe ulikuwa mateka wa nini? Ni vizuri useme. Na hiyo ndio inamanyanga hata uweze kuhubiria mwenye dhambi. Kama mimi sasa kuhubiria mlevi inakuwa rahisi. Kumwambia mimi unaona hapa nilikuwa ninalewa kama hivyo unalewa. Ni kwanza mmoja alinikuta mlevi, nilikutana naye nikitaka kumtoa katika slavery ya mlevi. Akaniambia wewe pasta, acha kunisumbua kwa sababu wewe haujasumbuka kama vile hii pombe imenisumbua. Nikamwambia nani? Mimi siku moja nimetoka kazini nikiwa nimeenda kulipa rent, nikiwa sijapata familia. Nikiwa pale mlango huko. Na niko na hapa na rent ya nusu. Tulikuwa tunakaa tukiwa wawili, niko na rent nusu. Hiyo sasa ni last day. Nikafikiria sitangojea kesho Friday ifike. Ninasikia kwanza nitoe kiu kidogo na moja hapo chini. Nikaingia kwa nyingine ilikuwa pale kwa gari za burukuru zinaingililia hapo. Nikaingia hapo chini. Nikasema kwanza nikunywe moja, niende nyumbani nikiona njia vizuri. Lakini baada ya nikitoka hapo nilikuwa ile rent ya nyumba sina. Sasa ukiambia mlevi hivi anakondoka, wewe ukakunywa rent, na mwambie ndio. Na mimi nilikombolewa. Na kutoka siku ile niligaragara chini nikaombewa, sijawahi rudi tena kunywa pombe. Ule mtu anashangaa anasema, na mimi naamini ya kwamba ninaweza kukombolewa. Pendo, acha nikwambie, kama hauna adili ya vile ambavyo mahali ulitolewa na mahali sasa huko, hauwezi kufanya evangelism vizuri. Ni vizuri useme hata ukiwa kwamba ulikuwa unaiba. Kama mimi unasikia sasa ninasema ati ninaweza achiwa mali ya Mungu na nisiibe kitu. Mimi unafikiri hiyo Friday nilikuwa nafanya nini? Tunapaka. Mimi ndio naweka pesa ya mwenye kazi na huyu mwingine ndiye anaweka pesa ya kuiba. Anamwambia tulikuwa tunaita mkinyo. Sasa namwambia wewe ndio unaweka. Tunasema sasa imejaa pombe, sasa tunatafuta ya kuku. Sababu ni lazima tukule kuku na nyama choma. Anambia sasa nakachoma. Tunaweka hapo. Sasa jioni ikifika, namwambia tuangalie. Ni pesa yetu ya kado, ni zile tunaibia budusi. Sasa ni lazima leo ninaweza sema ya kwamba kuna wakati nilikuwa ninahiuria, lakini sikuelewa kuna vitu siku. Na hiyo sasa ndio inakupatianga nguvu ya kuwa ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inakupatia nguvu ya kusimama imara katika imani, ukijua kwamba kuna stage ya maisha nilitolewa kwa sababu kuna kitu nilikuwa natumikia na siku ya leo nimeshinda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna kitu ulifanya nini? Ulishinda katika jina la Yesu. So Mungu wetu ni mwema na tunajua kwamba wakati wanapoandaa sima, hiyo stage ya nini tutaiangalia. Wacha tuangalie neno lingine hapo kabla sima hiyo ikuje, tuende katika step number 2. Sitaki kukaa sana. Mungu atanisaidia niweze kusoma kwa wakati wake. Ninaweza sema kwamba slavery hapo ndipo it is a place of deliverance and a place of redemption. Kutoka kwa slavery hapo ndipo mahali pa nini? Pa kukombolewa. Na mahali pa kufanya nini? Katika redemption inaitwa nini? Bado kwa Kiswahili inaongea tu ya kukombolewa. Lakini deliverance ndio redemption. Ama ukombozi ndio deliverance. Redemption ni kama urejesho. Na urejesho bado inakuja kama restoration. Kwa sababu wengi wetu ni kuibiwa, tumeibiwa kutoka mahali ambapo tunafaa kuwa tukiabudu, tumeletwa katika kiwango kingine ambacho sio kiwango chetu. Kwa hivyo wakati Mungu anaturedeem,
kama wana wa Israeli, Egypt haikuwa ni yao, walitolewa kwa wenyewe waweze kurudishwa kwao, na ndio wakaweze kufikishwa mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia kuwafikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Na kwa hivyo siku ya leo ningetamani wapendwa, mkaweze kuelewa ya kwamba hii kiwango ya deliverance, hii kiwango ya redemption, ni vizuri uelewe, mimi kuna kitu nilikombolewa kwa. Mimi kuna kitu nilikombolewa. Wengine huhitaji kukombolewa na pombe, wengine huhitaji kukombolewa na wizi, wengine unahitaji kukombolewa na hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anahitaji deliverance ya ajue, mimi wakati niliokoka, mimi ningetandika mtu kofi, lakini tangu niokoke I was delivered from anger. Na Mungu ni mwema. Mimi alinifanyia kazi hiyo nikiwa high school form 3. Aliniandaa kabla nikuje alinionyesha hasira yako ikifika hapa, kitu ambacho hautataka ni kitu kama vita, uachane nayo kabisa. Kijana tulikuwa tunasoma na yeye, alienda kupigana akiwa form 2, tulienda Boko, akawekwa chini akauliwa. Na kutoka hapo Mungu akanilelea, akaniambia kutoka siku ya leo usijai pigana vita. Na katika njia hiyo nikakombolewa na hasira. Mimi sipendi vita, hata ukisikia nikileta maneno mingi ya mdomo, vita sipendi. Na hiyo nilikombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri mpendwa, wewe kuna kitu unaweza sema, mimi hiki nilikombolewa. Nilikuwa nakasirika, niliondolewa hasira. Nilikuwa mdanganyifu, niliondolewa mauongo. Akibisho kwetu wakati alikuwa anafanyiwa deliverance na redemption kutoka kwa mauongo, Mungu alimwambia aangalie kwa mwezi amedanganya mara ngapi, kwa wiki amedanganya mara ngapi, kwa siku amedanganya mara ngapi. Na siku ya leo utasikia akiuliza, ni watu wangapi wamemaliza wiki hawajadanganya? Ni vizuri ujihesabie. Ukidanganya tu hivi, roho wa Bwana anakuingia ndani yako na nani ya mahali Mungu wakaida, unaelewa ya kwamba kuna tuongo tuko ndani yako, na katika njia hiyo utaweza kwenda katika stage ya pili. Ukiwa umekombolewa, unaingizwa sasa shule. Bwana Yesu asifiwe. Deliverance inahitaji ile tulisoma asubuhi, the mighty and powerful God, ndio ikutoe katika umateka. Hiyo tunasoma katika Exodus chapter 6 verse 1. Wana wa Israeli walikuwa katika umateka, na Mungu aliahidi ati ya kwamba atawatoa katika umateka na atawaweka katika nchi nyingine ambayo ni nchi ya ahadi. Katika Exodus chapter 6 verse 1, hiyo tulisoma asubuhi na wale tulikuwa na wao. Mungu Moses akatumwa, anasema, anaambia Farao hivi, then the Lord said to Moses, now you will see what I will do to Pharaoh because of my mighty heart. He will let them go because of my mighty heart. He will drive them out of his heart. Kukombolewa kunahitaji mkono wa Bwana ulio ndani. Na ndio maana wengi wetu tunaambiwa twende kuhubiri kwa jina la Yesu, kwa sababu jina hilo ndilo liko na uwezo wa kutoa mtu katika hali ya umateka. Hiyo jina ndio lilitukomboa katika mambo ya kutolewa katika bondage na slavery. Hainanga sana kazi yako, hiyo inakuwa ni kazi ya Mungu. Lakini part 2 na part 3 tutaona mahali ambapo sisi tunafaa kuparticipate. Part 1 ni Mungu tu anaona mwangi kwa disco, amefungwa na disco, amefungwa na pombe, amefungwa na nasa za dunia hii. Kwa mkono wake ulio hodari anakamata mtu, anamkomboa katika hali ile ya umateka. Na ndio maana wakati ambapo umesikia dada yetu pale ndani ya roho akiomba Mungu, Baba rehema zako, ukiwa uko katika hali ya umateka, unafaa kumwambia Bwana, kama vile Bartimayo alikuwa anasema, alikuwa katika umateka wa kuwa kipofu. Unaambia Mungu, Baba nirehemu, na Mungu akikuhurumia atakutoa katika hali yote ya kuteka. Hata ukisikia kuna kuwa na maneno mfurulisho, unajua kuna watu wanakuwa na maneno mingi. Sisi zote hatuna maneno message. Kuna mtu wa maneno mingi, na mtu wa maneno mingi asipojichunga sana atakosi, kwa sababu ni lazima utafute vitu maneno hiyo itoke ndani yako. Unaambia Mungu Baba, ninaomba unipunguzie maneno. Na kuna watu wanaomba waongezewe maneno. Wakati unaomba upunguziwe, kuna watu waongezewe maneno. Mwadhani piko la rona tepo nyingi. Jira kwa lugha hatu kama tunapasapita ni watu wa maneno mingi. Sasa tusipopewa hapa kuhubiri, tutaenda kufanya madhambi kule. Sasa Mungu ameweka maneno mengi hapa, ndio maana unaona tukiwa na passport tunasema ni 30 minutes. Tunaomba wana ni maneno tumewekwa nyingi. Hiyo ni kubaya. Yesu asifiwe sana. So nayo ukijua kwamba maybe uliitwa kama mhubiri, uliitwa kama marketer,
hizo kazi, ni lazima hiyo mambo utadivert uende ukaongea maneno ya watu. No kinya ukigwa ina ndeto nyingi hata bila kutaka kujua karia yako na profession yako ni gani, ni ila ukue mhubiri, ukue mwinjilisti wa kuongea masaa matatu mfululizo, ama ukue marketer. Mimi nakwambia hii kampuni tangu ilizoanzishwa 1920 ikapelekwa hivi 19 wote na story kama ile ya Mzee Raila, na alafu na wewe maneno ile yote hapo ya marketing unashika samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mzee Raila alikuwa na hiyo kipawa ya maneno mengi. Ndio unasikia watu wamwambia tena history. Yeye alikuwa na maneno. Ako na maneno mengi, anatuanzia history akituambia mpaka mahali tumefika. So ni vizuri mpendwa, kama kuna utumwa huko ndani yake utolewe na mkono wa Bwana ulio. Na kanisani hauta succeed, hautaenda katika next level ukiwa uko ndani ya utumwa fulani ambao haujatambua ya kwamba mimi hii kitu kimenishika mateka. Nilikuwa naambia watu asubuhi kuhusu the mighty, ati tulikuwa tunasema kwamba Mungu understanding yake haina limit. Nikamwambia kuna wakati mwingine katika mambo ya fungu la 10 unajisikiaga kwamba unataka kutoa fungu la 10 fulani, lakini pesa fulani tumekuja na njia fulani, unasikia hautaki, kwa sababu baada hiyo uko katika umateka juu watu wa kwenu hawakutoa fungu la 10. So ninawaambia ukipata 200 unajaribu kujisahaulisha na hapo, lakini Mungu anakuambia umeleta 200 na ile bao unajua Mungu bado hata hiyo bao unakumbuka, kwa sababu anaelewa kuna mahali ulipata 200 shillings na hujaleta bao. Sasa kuna watu wengine wetu tunahitaji kukombolewa, kuleta fungu la 10 kamili. Mwambie Mungu, Baba, baada hiyo bado niko katika unateka. Ninatoaga lakini ninatoaga nusu. Na unajua ukitoa nusu inapotelea yote. Nusu haiandikani. Mungu akiwa ana expect ulete 220, ulete 200, anaweza kujaleta kitu. Inahitaji kiwegana. Sasa baada hiyo ukiwa uko na shida, mwambie Bwana, nisaidie kutoa fungu la 10 kamili ndio na mimi niweze kuandikiwa na kwamba nilitoa. Acha nisikae katika first stage. Stage number 2 tunaita wilderness stage. Hapa ndipo watu wengi wako. Stage number 2 ya maisha ya mwanadamu. Of course kuna watu bado wako stage 1. Kuna vitu wanang'ang'ana nazo, hawajakombolewa kwa hizo vitu. Lakini zikikosa kumaliziwa stage number 1 na ukubali Yesu Kristo ni Bwana, bado uendelee kutembea nazo, zitamaliziwa katika stage number 2. Lakini sasa shida ni ya kwamba stage number 2 hauwezi kwenda stage number 3 ukiwa hujamaliziwa. Stage number 2 tumeita wilderness stage. Hiyo ni eneo la jangwa. Wana wa Israeli walipotolewa katika utumwa walikuja, unajua walikuwa wanaambiwa mambo ya promised land. Wanafurahia sana, wasema twende Sayuni, twende. Wao wanasema twende, tukitoka ingine huko India nao, lakini Mungu ni nani? Hakuonyesha jangwa mahali. Wakakamatwa, wakaingizwa shule, wakuja wamaliziwe kitu yote ya Egypt ambao haikumaliziwa katika stage ya deliverance na redemption, wakuja imaliziwe jangwani. Na ningetamani niseme this is a place of refining or molding. Hii ni mahali ambapo sasa unaundwa. Mungu kutoka kwa slavery na kutoka kwa bondage amepata raw material. Najua hivi tunafanya production kule Kajiado. Tunaenda kwa Kwale, tunachukua mawe ambao mawe tu ya kawaida, tunatoa Kwale. Kitoka hapo kinatoka kitu kingine tunauza pesa nyingi. Tunafanya production ya vitu za limestone. Sasa umeona lori imebeba mawe ya white hapo, haujui ni nini, lakini hiyo lori nyingine ikitoka kwa hiyo factory hivi, ndio utajua ile kazi imefanywa hapo. Mahali ya production, mahali ya molding, mahali ya kuundwa utoke ukiwa kitu kizuri. Na watu wengi tulitolewa katika umateka, lakini tumekataa mambo ya wilderness, tumekataa mambo ya jangwani. Wengine tunasema tuko katika nchi ya ahadi. Mungu Baba, ulituambia tutatuleta katika mahali kuna maziwa na please, wilderness hakuna maziwa na asali. Wilderness ni mahali ya maana. Wilderness ni mahali ya kukosa maji. Ukiona vile unapataga kiu unasema ninasikia kukunywa maziwa, unang'ang'ana hapo, wewe uko bado wilderness. Please wachana na mambo ya maziwa. Maziwa ni ya promised land. Kunywa turuki hapo, uendelee na maisha. Kwa sababu unataka kujirukisha stage. Utafika mahali ya kutaka kwenda kwa duka ununue maziwa ukunywe, bado uko jangwani, na jangwani hata maji fresh ni shida. Unaweza kunywa ile ya chumvi tunakunywa kule Kajiado. Mimi wakati nilienda Kajiado nilisema mimi siwezi kunywa maji ya chumvi. Wewe, siku moja usiku nilipata kiu.
nikajikuta hapo nikashindwa kumaliza kikombe moja. Hata fresh hakuna. Wanaishi wasipe sana. Kwa hivyo jangwani ni mahali ambapo sio kile ambacho unataka unapata. Jangwani nimesema this is the place of teaching and transformation. This is the stage of teaching and transformation. Jangwani ndipo mahali utafundishwa vitu nyingi. Jangwani ndio mahali ambapo utabadilishwa mawazo, utabadilishwa kulileti na watu, utabadilishwa kuona usione matajiri kama ni wa Shetani. Unajua kuna mtu akiona mtu wako na V8 anaona devil worship. Ukiwa jangwani ndipo unaonyesha mtu anaweza kuwa na pesa na kuwa wa Mungu. Ukiwa jangwani usione tena wewe uko na pesa uone maskini kufikiria ni dhambi amefanya. Unajua na wewe kuna wakati ulikuwa mahubiri. Jangwani ndio mahali ambapo mtu anabadilishwa mawazo, anabadilishwa perspective. Jangwani ndio mtu aonaki mwanaume anaona Shetani ama ile wimbo waliimbiwa na kuinijeni wanaume ni wanyama. Please, jangwani ndio ukiona mwanaume unaona malaika wa Mungu. Jangwani ndio ukiona mwanamke usiseme no man no cry. Jangwani ndio unaona mwanamke unaona mahubiri ya Bwana unaona kitu kizuri. Jangwani ndio ukiona mjaruo uone omena. Unaona mtumishi wa Bwana. Ukiona Mkikuyu hauoni mwizi. Lakini watu wengi bado tuko kanisani tuko malizano na jambo kisia mtu ni mwaki. Hata tunaficha majina. Ama mimi najaribu kuficha majina introduce hata kwa media. Ninajikuta nimesema kama mimi mwaki na nasema nimeambia makabila zile zingine mimi Mkikuyu. Kwa sababu ya perception ya vile tumeomba kama Wakikuyu. Ukisikia Mkikuyu unaona mwizi. Ukiona Mkikuyu unaona mtu sio straight. Lakini tunafaa tubadilishwe perception yetu kwa watu. Tubadilishwe bila ambavyo tumejipeleka. Na katika jina la Yesu Mungu atatusaidia. Ningetamani nitusome Isaia 40. Isaia 48 verse 10. Isaia 48 verse 10. Tuongee kuhusu hiyo stage ya wilderness. Isaia ni kitabu cha manabii. Isaia 48 ndio inaongea mambo ya jangwani na inasema namna gani? Isaia 48 verse 10 inasema, see, I have refined you, though not as silver, I have tested you in the furnace of affliction. Ati ya kwamba Mungu ameweza kuturefine mahali ya kututengeneza, sio kama vile anatengeneza fedha. Na neno la Bwana linasema I have tested you in the furnace of affliction. Jangwani ndio mahali unaekagwa mahali pa uchungu. Jangwani ndio unaekagwa mahali ambapo unafinywa. Jangwani ndio mahali unaekagwa kile ambacho unataka kula, sio kile unakula. Unajua kuna wakati wana wa Israeli hawakujua kwamba wametoka katika slavery. Walifikiria wako slavery ama wanafikiria wako katika nchi ya ahadi. Wakaanza kuitisha nyama. Na Mungu aliwaletea nyama na hasira. Ni kwa sababu haikuwa wakati wao wa kukula nyama, ilikuwa wakati wao wa kukula vitu zinatoka na kujua mbinguni, zinaitwa mana. Na tutaona mahali ambapo walikumbusho bila walikuwa na Mungu aliwarudisha mana. Mungu ni vizuri uelewe wakati unasema mimi ninaamini kwa imani ya kwamba nitakula nyama kilo 2, ni vizuri uelewe kama uko jangwani. Jangwani ukiwa jangwani, hata matumbo usiulize nini. Kula hapo. Unaona kama mtu kwa jangwani kanauliza hii ni nini? Iko roho talete nyama. Kwa sababu hiyo jangwani ni mahali ya moturaya kweli. Jangwani ni mahali ya matumbo na vitu zingine za ng'ombe ziko hapa zinakatwa hapo zinauzwa pia. Hizo. Na ukikula sana unakula samaki ya 50 ile inaitwa omena. Na hii unasema mimi sipendagi omena. Sielewe ukiendana. Kuna watu hapo wanasema mimi nimesema siwezi kula omena. Afadhali nifulize. Unakula wapi steak wewe na uko jangwani? Wewe ungeenda na 50 yako pale sokoni, ununue samaki za 50. Ukuje utengenezee watoto wako na kusukuma kando kuwekea samaki. Mtu akijaribu kuuliza ni nini, unamwambia ni kazi. Kwa sababu unaelewa mimi niko stage ya jangwani. Na jangwani sikulaki kile nataka na kula kile kimepatikana. Wakati wasaikula omena. Kuna jangwani. Omena huwezi kula uko katika nchi ya ahadi. Hicho kwa sasa ni ile jangwani. Hata nilikuwa nauliza kuniusa kwa wakati tulikuwa jangwani. Nilikuwa juzi nilikuwa namuuliza ushaikula omena? Akaniambia hajaikula. Nikamwambia na zile kozi za
cha kuku nilisikia anasema sikumbuki. Kapi nyoga asije kwa nyongoli kulikana na kwa ni leo. Utakula ngozi ya kuku hapo na inakuwa na mafuta tu, cholesterol. Lakini kwa sababu ni nyama ya kule hapo, sisi tunaenda tunapika na tunakula nayo ugali. Tunakifurahia hapo kukimbia Bwana nyimbo za sifa. Lakini wengine wanazitoa. Lakini kwa sababu tuko jangwani tunakula cholesterol bila kujali. Mafuta mangima na koende. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri wewe. Mimi niko jangwani, ni wengine wetu tulitolewa slavery, lakini tuko katika jangwani, mahali pa kutengenezwa. Mahali ya kutengenezwa mdomo, mahali ya kutengenezwa mawazo, mahali ya kutengenezwa mahali tutaenda, mahali ya kutengenezwa watu wale tunalileti nao. Na wacha nikwambie, kama Mungu amekwambia wachane na watu wa kina fulani, sana wale mnaendaga kwa vitu zinajaa kwa pesa. Ukute pesa yako imekatika. Mungu hapo anakuambia separate yourself from those people. Kuna watu wameambiwa na Mungu wachane. Unajua kuna marafiki tunatoka nao Egypt. Tunakuja nao tumepelekana kama sasa marafiki hao wote tulikuwa tunaenda nao disco. Wote. Mimi sikujua vile Mungu aliwaprove haraka. Ile kitu ilipruniwa haraka. Pesa hiyo ya kwenda disco ilikosekana mara moja. Mimi nikifikiria nitatolewa kutoka kwa utumwa niende nimeingia promise land kwa sababu sasa safari niwaambie ilikuwa nafanya kazi, ninazungusha tu pesa ya mdosi na nimeokoka, sitaki kuiba tena. Nataka niweke biashara nikuwe employer. Wakati tu nimetoka nimeenda nikaweka duka yangu vizuri. Kutoka hapo pesa zile zote za wizi nilikuwa nimeweka, Mungu alianza kuzitoa. Ninashindwa kulipa store. Ninaendea 12k nakuja nalipa duka. Ninaenda tena ninakuta kuja uza siku 3 nachukua. Hata 80,000 siku vile ilisha. Kwa sababu ninataka niingie katika nchi ya haki na nimetolewa katika slavery. Pesa ingia hapo. Hapa ukielewa kama jamii Mungu kwa jambo. Hakuna kuuliza mzee kama hana akili ya kusave pesa. Anasema namna gani? Dagerekele ndio save. Mnaangalia kitu tunaitaka haji. Jangwani hakuna kuweka stock. Jangwani kama mlikuwa na freezer, hakuna kitu ya kuweka kwa freezer. Jangwani ni mkule saa hizo mtosheke. Katika jina la Yesu. Nguo unavaa namna gani? Unaweza pangia nguo. Asha, nguo ni inaonekana ni muujiza. Aidha mtu aguswe alete ama uende mahali ukiwa ulikuwa unafikiria ni pesa nyingi, ukute pesa kidogo hapa. Lakini ukienda nyumbani baadaye utakuja kuona ulikuwa unajifanya mjanja ukinunua hapa ukisema, nilikuwa nafikiria hii ni 200, nilinunua 200. No, uko hapo hatari hela. Kwa sababu bado hapo jangwani Mungu hataki uwe na utukufu mwingi. Ndanga hapo ukicheka nyumbani ukicheka ukisema, kama siku moja nikuta watu wanauza viatu 300 jioni. Gewangu pia ile nyasiana. Tena nikachukua 200 nikifika nyumbani kitu hata maji kiguja aidha. Ndio anakasirika, lakini ni unafikiria ulikuwa umezungusha yule mtu na yeye alikuzungusha. Kwa sababu unaona hii kitu unafaa kuuza na yeye unafikiria umeangukia ukinunua 300 hapo. Ni wakati wa jangwani. Najifanyanga mjanja, Mungu anakuonyesha huna ujanja. Kwa sababu ni wakati wa kunyenyekeshwa, wakati wa kuwekwa chini. Jangwani hakuna mambo ya kujijaza. Ati hapa useme, sisi tumesema hatutakula githeri kama kuku. Please. Saa hizo unasemaga githeri ndio mzuri kwa afya. Saa hizo unasemaga hata nyama unasikia watu wanakataza. Na ni vizuri upate wisdom. Usikuje hapa kuomba Mungu Baba, uliona tukule githeri siku zote. Sema Mungu Baba ni asante. Kwa sababu ya chakula zile umetupatia wakati huu ni zile madaktari wanarecommend. Wanasema tuachane na ngano. Mungu Baba anasema tuachane na nyama, na hizi umetupatia chakula ambazo hakusubiri na daktari. Hiyo mtu anajipeaga nguvu hivyo. Lakini ukisikia mtu akojangu akiomba, Mungu Baba, uliona sisi ni kama mifugo, tukule greens kila greens ndizo tunapewa tukule mboga. Mtu akojangu akiwa na positive attitude, akijua akojangu anaomba maombi ya shukrani. Thank you God kwa sababu ya kuachilia mvua. Sasa kitu inaitwa terere itamea kwa wingi, na sasa tutakuwa na kusumbuka na kukula managu. Sasa unakula managu kwa sababu wakati huo, naye wakati wa utele ukija tutakula vitu zingine. Jangwa ni mahali pa kuelewa. The Israelites stayed in the wilderness for 40 years and many died there. Ningetamani niseme watu wengi kanisani, kama kuna
stage tunakaa sana ni stage ya wilderness. Hata kuna mtu tangu alipookoka mpaka siku ya leo ako wilderness. Wewe umeokoka miaka gapi? Mimi nilikuwa na hesabu yangu. Mungu apokee sifa na utukufu. Imefika iko karibu miaka 20 hapo kwenda tangu nilipookoka. Sasa sijafikisha pote. Kwa hivyo nikumaanisha nikiwa niko jangwani miaka 40, hiyo sio kitu ya kufanya Mungu. Ati Mungu Baba, tangu nilipookoka, sasa nimemaliza miaka 20, nitakaa mpaka lini jangwani? Wewe sasa ni nini? Na hao watu watoto wake walikaa pote. Na walipomaliza pote wakakufia huko jangwani. So Mungu hapo unasikia kitisha Mungu Baba, umeniweka jangwani miaka 2, please miaka 2. Miaka 2 hata wana wa Israeli walikuwa wamefika mahali maji na jiwe linaoka walitoa maji. Please, kutoka jangwani kwako kutalingana na understanding yako ya kwamba mimi niko jangwani, ni nini kinataka kumaliziwa. Na sana Mungu area ile anataka ubadilishe. Mahali ambapo anataka kubadilisha, atakuonyesha kwa ndoto. Mungu atakuonyesha kwa ndoto. Mahali ambapo utataka ubadilishe. Kuna watu wanatamani wabadilishe wale watu wanatembea na wao. Kwa ndoto mara nyingi ataona nini? Ataona kama sasa ni mtu wa opposite sex ambao unatembea na watu si wazuri, kijana na kuweka kwa majaribu, anataka kurudisha slavery. Utaona ukiwa kwa kitanda yako kuna nyoka. Mungu atakuonyesha si mtu mzuri, lakini mtu anakuta mimi ninakataa. Utaiwa bila ina peace na ambao kuna mtu mbaya, unatembea naye si mtu mzuri, uko naye kitanda moja. Mungu atakuonyesha. Ikiwa biashara ile unafanya sio mzuri, utaona kwa ndoto mikono yako imechafuka. Utaona umeshika vitu mikono yako ni chafu. Utaona kama ni mahali kwingi unaenda, utaona ukikanyaga sewage. Mungu anakuonyesha unajichafua kwa sababu anataka kukutoa kwa uchafu akupeleke mahali pengine. What about unafanya vitu za aibu, utajiona kwa ndoto ukiwa hauna nguo. Utaona aidha ukiona zimepanda hii ya chini umeharibika. Lakini pande hii ya juu uone umetembea hivi uko wasi hapo huna t-shirt, hizi ni nzuri. Lakini pande ya chini vitu za aibu unafanya. Na sana vitu za aibu mtu anafanyanga, aidha kazi ile anafanya ama na watu wale wanatembea na wao. Watu wengi wetu tumeelewa na kwa sababu tumesema jangwani ni mahali pa kufundishwa. Jangwani ni mahali pa transformation. Ikiwa Mungu anakuwa kwamba anaona wewe ni mchafu, utaona usiku umelala, unaona nyumba ibao haijapangiliwa. Na wewe unaamka asubuhi kushinda ukikirimu mpaka chini ya kitanda. Please. Si Mungu anataka kuonyesha nyumba yako ni chafu. Ukitaka kukaa hivyo kuliwe na ndugu yako kuliwa. Nyumba ile Mungu anaongea juu yake ni nyumba wewe. Watu wengine wataona mti walikuwa wameenda kuchuna matunda mahali ambapo akienda kuchuna matunda anakuta hakuna matunda na mti huyo ni wewe. Mungu alikuwa anakuonyesha tangu nilipokuokoa hakuna matunda ndani yako na ninataka kuchuna matunda kwako na hakuna matunda inapatikana. Sasa wakati watu wako jangwani Mungu anaongelesha, Mungu anatoboa masikio yako ya kiroho usikie. Mungu akiona na kuongelesha na ushikanishi atakutumia mtu. Na kuna watu wengine waliongeleshwa mambo ile ninaongea hapa. Mungu ameamua siku ya leo atapanganisha mpaka Pastor Peter akuje hapo amuongeleshe. Mwingine alinenelwa na Pastor Paul juzi, mwingine alitumiwa nabii moja kwa moja. Akaambiwa maneno haya, wachana naye. Wacha nikwambie na nini tahadhari, inaitwa disclaimer kwa siku za leo. Inaitwa disclaimer. Ukiona kuna kitu Mungu alikukataza, akakukataza akijaribu kukubadilisha, ukakosa kushika, Mungu akakutumia nabii akikukemea kwa jambo fulani, nasema Mungu hajafurahishwa na wewe. Anasema uachane na jambo fulani na jambo fulani. Alafu endelee kufanya, taharibika bila kuokolewa. Kwa sababu Mungu alikuwa anakupenda hivi kwamba ameona amekunenea katika mahali pako pasiri, umekataa kusikia, maybe amekuletea ndoto umetafsiri vibaya ama umeshindwa kutafsiri ama umepelekea mtu mwingine akutafsiria akatafsiri wrongly, alafu sasa Mungu ameamua sasa baadaye nikunenea na njia hiyo ya symbols, wacha nikuletee mtu ambaye anaelewa. Kama kuna siku moja tulikutana na mama moja, alikuwa amesumbua mzee wake sana, akaamua kutoka kwa ndoa yake. Wakati tulianza kuongea vitu zake, alikuwa anasumbuka financial. Lakini wakati tulipoanza kuongea na yeye, nikamwambia Mungu anakuanga na njia nyingi. Anaweza kuwa anatumia njia hii akiwa anakupeleka katika mambo
mambo ya uhusiano. Nikamwambia, how is your relationship with your husband? Akaniambia, kwa nini? Nikamwambia, mimi nimesimizika ndani yangu nikuulize uhusiano wako na husband wako uko namna gani? Akaniambia, hatuongeleshani na my husband. Hiyo imetokea wapi na mambo ya pesa? Nikamwambia, mimi sikujua muongeleshani na your husband, lakini Mungu ameniambia nikuulize uhusiano wako, relationship yako na husband yako iko namna gani? Nikamwambia, niambie mlianza na wapi? Akaniambia, tulianza na pesa. Haya, mlipelekana namna gani? Nilimuomba pesa fulani, akanikataa kunipatia. Nikamwambia, kae na pesa yako. Nikamwambia, usipojua kunyenyekea kwa huyo mwanaume, hakuna wakati Mungu atakubariki na pesa yako individually. Mungu anakuambia unyenyekee, ya kuinue na kupitia chini ya huyo mwanaume ndiye Mungu atakuja kuinua. Mungu alikuwa anafundisha huyo lesson gani? Submission, obedience. Na kwa sababu neno la Bwana linasema, if you are willing and obedient, you eat the good of the land. Mungu amemweka chini, anataka kumold, ajue mambo wa aina gani, atanyenyekea namna gani chini ya mume wake. Lakini sasa Mungu anataka kupitisha. Unajua Mungu amekupangia pesa yako ndio ikuje itapitia wapi? Kama wale tulikuwa nao asubuhi, nilikuwa naambia watu wengi wananiulizaga aje ile familia tunafanya kazi nayo zaidi ya miaka 15. Wananiuliza kama ni watu wetu, kama tulijuanaje na wao. Ninaambiaga ni ndugu mmoja alitumika kanisani, akaniconnect na hiyo family. Kwa hiyo Mungu alikuwa amepanga kwa miaka hii mwaki baraka zake zitapitia kwa hii familia. Na mpaka hapa nitampangia vile ambavyo nitampeleka. Na kuna siku nyingine alinipangia mwaka mmoja nitakula vitu za kule baba. Lakini akaona sitakula sana nisiharibike. Na kwa hivyo wewe kuna vile Mungu amekupangia. Kuna mtu ako mahali hapa, ni watu wengi watatumika ndio ubarikiwe. Lakini naye adui anakuunganisha na watu wengi. Unasema mimi sitaki maneno ya mtu, mimi na Mungu. Mungu anakuambia rudi kwa watu wengi. Jua uhusiano wako na watu wengi. Kuna wives wako hapa, mpaka siku ile utaweza kuwa na relationship mzuri na your husband, ndivyo vitu zako zitapatikana. Na most of us men, mpaka wakati tutajua kurelate na watu. Lakini si kila mtu. Usione mtu amepewa condition ende usikizane na your husband atimwambie. Sio watu wote wamewekwa hivyo. Kila mtu amepangiwa njia yake. Kuna mtu amepangiwa mahali yake kupitia kwa watu wao. Kuna mtu amepangiwa mahali yake kupitia kwa spouse. Kuna mtu amepangiwa mahali yake kupitia mahali fulani pa kazi. Na kuna watu wengine wamepangiwa mahali yao kwa profession fulani. Kuna watu ambao usiku ya leo, mtu mmoja kijana mmoja amenikuta juzi, akaniuliza, unaona ni kozi gani mzuri nifanye? Nikamwambia sasa nikikuselektia, nitaselect ile mimi ningefanya. Na mimi kile ninaweza fanya sio kile wewe unaweza fanya. Nikamwambia ile uchunguze moyo wako. Usiende ni kitu gani unaweza tamani kufanya pasipo kulipwa. Hapo ndipo mtu anajuaga kozi yake. Sasa ukiwa hapa mwanadada, ukiwa kwamba hata ukiwa haujalipwa, unaenda kusaidia watu wengine kushuka nywele hapo ukiwa wazi na unaenda nyumbani bila kulipwa kitu. Kuna haja ya kushinda ukiuliza kozi yako ni gani? Hiyo kitu unafanya kama hobby. Unafanya kushuka nywele hapo na ulipwi na mtu the whole day. Hiyo kitu ukifanya na pesa, utakuletea pesa. Kuna mtu ambaye hapo hapa hata hataka kujifundisha kushona, lakini anashona vitu na shida alijifundishia wapi. What about sasa ukitrain kushona? Pesa yako iko katika kushona. Lakini sasa unaambiwa account inakuanga na pesa kama kitu kingine. Please. Mimi niliambiwa account ninaweza na nina mahesabu hainisumbui, lakini nasikia ndani yangu sitaki mahesabu. Na tena ilikuwa katule na introduce kwa account ndio nimeokoka. Na account wawili watatu wale tulikuwa nao ni watu wananionyesha vile wameibia wazee wa majani chai kule wamepata 100,000. Na mimi sitaki kuiba, ndio Mungu ameniambia niache kuiba. Sasa sikienda line hiyo, Mungu ananionyesha pande ya kwangu. Nikienda sana inakuwa pande mbili. Katika mambo ya sales and marketing, katika mambo ya administration, baadaye analeta mambo ya kuhubiri injili. Ni vizuri kuelewe ya kwamba Mungu anakuuda kwa ile gani. Mungu ameweka baraka kwa ile gani ya kwako. Mungu anakupeleka namna gani, na katika njia hiyo utaweza kusimama na ufanyike kile Bwana amekusudia. Naona masaa yetu inakimbia sana, na kwa sababu sitamani ni haribu maneno kuje kunistaki, nataka tumalizie hapa. Masaa imeisha. Ninyi as many as of the opinion say I niendelee tuseme. Ninyi mtaniruhusu tuendelee hapa nifikisha hapo.
Niendelee ama nimalizie hapa? Haya, wale wanasema tuendelee. Wale wanasema nisimalizie hapa. Pea sauti. Nitasema ni nyingi niliongezea dakika kwa sababu masaa ya mahubiri imeisha. Acha twende katika stage namba 3 ambao wengi hatujafikia. Wale please ninakwambia wale mko jangwani, wacha niwaibie wimbo tunapoangalia stage 3. Vumilia dada yangu, majaribu ni kama moto unayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. Vumilia, vumilia dada yangu, majaribu ni kama moto unayochoma imani yangu. Baba naomba unisaidie. Wale mkoja kwani si kuibisha mpaka na wimbo. Moto inawaka kuwaka hapo. Lakini vumilia. Ningekuomba tu usiambie Mungu, Baba, nimekaa miaka 5 sasa, nitarudi Egypt please. Kuna watoto wake walikaa 40. Kuna watu wengine walikaa 20. Kuna watu wengine wale watumishi wa Mungu wakubwa. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa amekaa miaka 7 jangwani vizuri. Na anatumikia Mungu, fire inashuka. Kamwambia Bwana, nataka tumalizane na wewe. Sasa usione kama ni wewe wa mwisho kufika mwisho. Ati mimi kutoka leo nimeamua Mungu asipokuja sitaenda church please. Wewe uko sawa? Usiulisema utakuja na leo umekuja. Ile ile nyaka ya kanini. Nimesema sitaenda tena mpaka please. Kuligoma na sasa umeromoka. Wewe ni mtu mzuri. Ukuje usikie hili neno na kwamba ukubali kuundwa mahali Mungu anakuunda. Pengine hata si madhambi, si kuongea, si kuimba, si nini, lakini ni your walk with God. Mungu akikwambia acha kukula chakula, ninataka kuongea na wewe, unashindwa. Kuna juzi wakati Mungu alikuwa ametamani tuwe na mkutano na yeye usiku. Nikasikia Mungu kutoka asubuhi ananiandaa. Natamani tuonane na wewe leo saa 6. Nikaanza kujiandaa, nikasikia Mungu ameniita meeting saa 6, sijui mkutano utakuwa saa ngapi. Tuongeleshana saa 6 usiku. Sasa nami nikajipanga vizuri, lakini masaa ya kulala na nikachelewa, nikajikuta around saa 4:30 saa 5 ikielekea. Ndio na nikakumbuka nilikuwa niamke saa 6. Sasa nilipokuwa na site ya alarm yangu masaa ya kuamka, nika-adjust karibu asubuhi kule saa 10, ka-adjust hapo ndio nataka tuongeleshane na Mungu. Mungu akaona huyu mtoto, nilimwandaa kutoka asubuhi na mwambie tunataka tuonane saa 6 na yeye, na amekataa. Yule mtu alitumiwa ni my daughter. Juzi tu, around this week. Nilimusikia saa 6 usiku akinigonga mlango. Ninamuuliza ni nini? Ananiambia sijui ni vitu gani zinanisumbua. Namwambia enda ukalala, niambie kuja ukanifunike. Sasa anadhani niende nikamfunike ndio usingizi ishi. Nilipoenda kumfunika nikarudi kwa kitanda, sasa sinajua masaa ile nataka kulala. Nikataka kurudi kwa kitanda, niende nilale masaa ile ifike. Nilitoka hapo sikupata usingizi tena. Hapo tu nikiwa nimesumbuka na usingizi, Mungu akaniambia nilikwambia tukutane saa ngapi? Naambia saa 6. Nikuangalia saa 6 na dakika 15. Niambia kuja. Mahali tulikuwa tunaenda kukutana na yeye, tukakutana. Kamwambia Bwana, nilikuwa nataka saa. Mungu anasema nikwambie saa 6. Nikaenda hapo nikamwambia basi mpaka saa 7. Saa 7 ilipokuwa inafika, hata sikuwa nimeona nimeanza kuongea kitu na yeye. Nikajikuta nimepelekwa. Kamwambia Bwana saa 8. Saa 8 sija kumaliza kuongea. Tukajikuta hapo saa 8:30 ndio nimeachiliwa niende nikapumzika. Watu wengine ni instruction tu kidogo. Mungu anataka kutufundisha. Akikwambia nataka tukutane masaa fulani, akikwambia kesho usiende kanisani saa 5, enda saa 2, unabishana. Mpaka siku ile utaelewa. Mungu akikufundisha, Mungu akibadilisha mawazo yako, mpaka siku utaelewa. Wengine wetu tunataka tu kufundishwa kumtolea Bwana. Mungu anakuonyesha ningetamani hiyo elimu yako 5 unipatie. Unabishana sana, mpaka siku ile utaelewa. Mungu akikwambia enda, unaelewa kuleta. So wasi wengine msifikirie ni mambo mingi Mungu anakuambia. Wengine hautusi mtu, wengine huongei maneno mingi ya watu, naongea kidogo. Kidogo tu kama kusema uliona sasa hizo walikuwa na maachili yake. Hizo bado ni kuongea mambo ya watu. Onile ekiranetie kwa tayari modo zile ndio zote tosiende wapi. Na hii mabasi tu ni ya kutufunika, si mambo mengine. Nikufunika uchi.
Bwana Yesu asifiwe namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Mungu anataka kubadilisha watu mambo kidogo tu. Huyu mtu wacha kuongelesha hivi. Huyu mtu wachana na yeye. Wacha kwenda huko. Siku moja Mungu alinikataza kwenda kwa family gathering. Akaniambia si family gathering utakaribishwa, sio ya kwetu, si immediate family, watu wakubali kidogo. Niliwaambia hapo ndipo nilipa ile wimbo wa Frida. Frida imetoka juzi. Tomo ni NDP. Nikajikuta kwa Frida ndani. Tena tukiiba hiyo Frida tunazunguka ili tukuma Mutura. Na Mutura iko na damu. Sasa baada Mungu aliniambia siri nilikwambia usiende kwa hiyo family gathering. Nikamwambia Bwana ninatubu dhambi na makosa. Niambia nilikukataza kwa sababu nilijua maji alikuile itakuwa huko utanikosea. Ndiye ndio family gathering hiyo. Unaona unapokuwa na Frida je kama tayari nitaanyi ndoro. Niliimba siku moja nikaonyeshwa maneno. Uliza jirani, wewe jangwa ya kwako ni nini unakataza? Ni lazima uelewe jangwa ya kwako inakukataza nini, jangwa ya kwako inakurekebisha nini, jangwa ya kwako inataka kukufundisha nini. Ya mwisho ni Deuteronomy 8. Sababu niliwaomba ruhusa nisipitishe sana. Cha nijaribu na nusu nimalize. Nafikiri nilipewa sarau saa 6:30. Ni Bwana wa pekee yake inatosha. Deuteronomy 8 verse 7. Deuteronomy 8 verse 7. Tupigie mtumishi wa Bwana makofi. Pamoja na mimi tupigie makofi mazuri. Sasa nimeona siku wadanganya. Niliwaambia amesema tuendelee watakuja. Nipigieni makofi siku wadanganya. So tunashukuru Pastor kwa sababu ya kuja kwenu. Niliwa promise kwamba mtakimbia mahali hivi kidogo unakuja. Asante kwa kuja nikiwa sijamaliza. Ninyi mtapata stage namba 3. Tunaongea stages of life 3. Nafuata. Asante. Naona sasa Pastor ananiambia usisumbuke kurudia pia naangalia hapo. Stage namba 3 ya mwisho tunaita promised land. Stage namba 3 ni promised land. Na tumesema tusome Deuteronomy chapter 8 verse 7. Kumbukumbu la Torati ni Deuteronomy 8 mstari wa 7 mpaka mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 7. Hiyo mstari ni nyingi, ili wacha nisome kwa haraka. Inasema, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills, a land with wheat and barley, wines and fig trees, pomegranates, olive oil, and honey. A land where bread will not be scarce, and you will lack nothing. A land where the rocks are iron, and you can dig copper out of the hills. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His command, His laws, and His decrees that I give you to this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, you build fine houses and settle down. And when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and wasteless land, with venomous snakes and scorpions. He brought you water out of rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my heart has produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Stage number 3 tunaita promised land, a place of abundance and a place of glory. Na hakuna Mkristo yoyote hapendi kuingia katika stage ya utukufu. Hakuna Mkristo ambaye hapendi kuingia katika mahali pa upele, mahali wa mama kuweka unga 12 kwa nyumba.
Weka vile niliwaambia mafuta ya 20 liters kwa nyumba. Hakuna mtu wake ameenda kuweka katoni mzima ya maziwa. Hakuna mtu wake ameenda kuwa na bank account 3 ziko na pesa. Hakuna mtu wake ameenda M-Pesa balance yake ikuwe 20k ama 100k. Kwa wale Mungu amewezesha kuwa na 20k. Uliza jirani, how much is your M-Pesa balance? Uliza, how much is your airtime? Uko na minute gapi? Ama hajui lugha ya minute? Please, kama hujajua lugha ya minute bado unatumia airtime. Uko mbali. Sio sana. Please, kuna mtu unaona anaweka so hapo anaenda kuongea nao. Wale watu wameenda another level wanajua kuweka minute. Sasa uliza jirani, do you have some minutes in your phone? Unaonekana wewe ngoja kwani bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize how many MBs do you have? Hiyo ni mahali ya kupenda. Muulize GB, uko na GB ngapi hapo za data, mobile data? Hapo ni mahali pa hoteli. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize ATM yako iko wapi? Hicho kingine tunaonaga ATM na watu wengine. Lakini sasa si eti kwamba hiyo stage ya hoteli ya watu wengine, hiyo ni yetu. Hiyo ni nafasi yetu. Lakini sasa hatujafika pale kwa sababu wetu tumekatalia stage number 2 ya wilderness. Mahali ya kubadilishwa, mahali ya kurekebishwa, mahali ya kukatazwa, mahali ya kuambiwa usitembee na huyu, mahali ya kuambiwa kesho na kutaka kanisani mapema. Usiku tukutane saa 8 ya usiku. No olera wewe. Mungu yule ambaye unaambia leo nakutaka saa 8 tukue na mkutano na wewe. What about you can be told by the president saa 8 ya usiku mkue na yeye state house? Utaona mtu vile atatafuta huko akiuliza tarehe namba ya hapo wa state house. Lakini akiwa na mfano wa falme ule tuliona God is mighty and powerful. Akiwa kukutana na kimwambia mimi ni pastor. Mungu ameniambia tukutane na aliniita mkutano wa haraka akiwa una example. Aliniambia asubuhi. Maweki hisia. Usiku ule nilimwambia sasa kwenda mahali, nikamwambia nilimwambia unatoka kwa nyumba nataka kufunga nataka kulala. Kwa nini nilimwambia nataka kulala? Kwa sababu nimeambiwa tunakutana saa 6. Na Mungu pastor Peter Mwangi wa CNS Bible anakataa mkutano wa Mungu wa sasa. Ati ndio tukilemo kile mwana wangu wa Mungu. Aliniamusha na aje nikaongea mlango siku nyingine na naitaka huko ndugu yake ambia kunilifu na siku hiyo aliniamusha. Na mimi bado nimeamushwa na nimeambiwa mpaka niende nikamfunike na nimerudi kwa kitanda kwa Mungu akaniambia please you cannot see. And the same person anataka it is God that give me the power to be God. Na bado nataka power na bado niko stage 2. Sisi tunataka power. Hao wanataka power sisi wako stage gani? Wataipata kama wameingia kwa stage namba 3, hiyo stage ya glory na abundance. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya roho wapendwa, ni watu wetu tungetamani kuingia mahali hapo, mahali ambapo kuna maziwa. Na please kama wewe hautafika kiwango ya kupika mkate, asali achana na kusugua watu kwa sababu utakopa pesa. Mtu akupaka asali hapo paki akili zake ndio paki. Unapaka hapo unasema unaitaka peanut butter ama unataka asali ama unataka jam ama unaweka blueberry. Lakini ndio unaojapata kitu tuendelee kurekebika kule jangwani. Na wengi wetu tuko jangwani. Na niwaambie mara ya mwisho, kuna watoto wa Mungu walikaa shule miaka 40 wakijaribu kubadilishwa, wakijaribu kugeuzwa, mahali wao watasema si makale wao wanaoyo kumakeleka moja. Mungu akasema hawa nimeona hawawezi kuiba. Aina hii siwezi kwenda nayo mahali. Watu nilianza nao stage 1 ya kutoa katika mateka. Nikawaleta ndio niwabadilishe, ndio niwaingize katika utele. Wamekataa. Siku ya upendwa, ningetamani nikuambie kuna grace hainanga kusukumwa. Kuna grace ya Mungu hainanga kusukumwa juu yako umekaa nyingi. Please, nikwambie kama Mungu kwa sababu Mungu hata kubali urudi Egypt na kuna watu wengi walirudi Egypt. Wana wa Israeli walikuwa wanasema tujitafutie kiongozi aturudishe Egypt. Kuna watu wengi wamerudi Egypt. Weza kuinamia miungu ya pesa. Kuna watu wengi wamerudi Egypt wakasema hii maisha nilitaka kukaa maisha ya matakatifu, maisha ya uaminifu, nimeamua nitaregeza kama. Kuna watu wengi wamekataa kurudi Egypt, wamekaa jangwani, wanaambia Mungu atapatia Mungu ultimatum. Kama Mungu utakuja mwaka huu na mimi nitamalizana naye. Please, nikwambie usipobadilika, usipogeuka, Mungu hata kurudisha grace.
Mimi ninaomba Mungu atupe neema. Neema hiyo nimewaambia, vumilia dada yangu. Majaribu unayopitia ni kama moto inayochoma imani yako. Ujitie nguvu. Enda tu mbele za Bwana kwa dakika chache. Mahali ya mbele hatujafikishwa wengi wetu, kwa hivyo sitaki kudidu nayo sana. Hapo ni mahali nimekuambia ni nchi ya ahadi. Wengi wetu Mungu ametuahidia mambo makubwa, ametuambia atatuinua, ametuambia atatupandisha viwango vya juu, atatupatia mali nyingi, lakini hatujamalizana na jangwa. Kwa hivyo sio vizuri sana tuongelee katika hiyo level. Sio wengi tumeingizwa katika mahali pa ahadi. Sio wengi unaweza tu kusimama ama umeketi tu mwambie Bwana nipatie neema. Kama kuna kiwango huko cha utumwa, mwambie Bwana hichi kitu ambacho kimeniweka kama mtumwa, Bwana nisaidie. Mahali kama unahitaji nikuombee, nisaidie kuombea sauti yako. Wakati unaniambia nifunge chakula, wakati unaniambia nikuwe na wakati wa maombi na wewe, wakati unaniambia nikutolee sadaka fulani, wakati unaniambia niachane kutembea na watu fulani, wakati unaniambia ni masaa yangu ya kuabudu ni masaa gani, Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Rekata na mashanda raba. Mwambie Bwana